Kichwa cha somo: mabaya yanaweza zuiliwa. Mabaya yanaweza zuiliwa. Naomba uongee na wewe kwa sauti kwa tubiri pamoja. Mabaya yanaweza zuiliwa. Tuongeze sauti. Nataka tusome maandiko ya msingi. Najua siwezi kumaliza, lakini kwa mwezi huu Mungu atanisaidia. Kadiri nitakavyosimama nitakusaidia kanisa la Mungu liweze kurudi kwenye nafasi yake. Kitabu cha Yoshua sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 26. Na kwa sababu ya mwanga kama vile labda toshi vizuri, naweza na kuna maiki huko nasoma mwenyewe, lakini maandiko haya ya kusaidie kupitia ujumbe huu kwamba mabaya yanaweza zuiliwa. Mabaya yanaweza zuiliwa. Biblia inasema hivi: lakini Waisraeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu. Maana Akani mwana wa Kani mwana wa Zabdi mwana wa Zera wa kabila la Yuda alikuwa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Waisraeli. Kutoka Yeriko mpaka mji wa Hai ulio karibu na Beth-Aveni upande wa mashariki wa Betheli, akawaambia akisema, pandeni juu mkaipeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakaupeleleza Hai. Wakarejea kwa Yoshua wakamwambia, wasiende watu wote, ila waende watu kama 2,000 wakaupige Hai. Usiwataabishe watu wote kwenda huko, maana watu hao ni wachache tu. Basi watu wakaenda huko wapata 3,000 tu, nao wakakimbizwa na wakazi wa mji wa Hai. Watu wa Hai wakawapiga watu kama 36, wakawafuatia kutoka mbele ya mlango mpaka Shebari, wakawapiga huko kwenye materemko. Mioyo ya watu ikayeyuka ikawa kama maji. Sema, Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Yoshua akararua mavazi yake, akaanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana hadi jioni. Yeye na wazee wa Israeli wakatia mavumbi vichwani mwao. Yoshua akasema, Bwana Mungu, kwa nini umewavusha watu hawa mto wa Yordani ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Laiti tu tungaliridhika kukaa ng'ambo ya Yordani. Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Maana Wakanaani na wenyeji wote wa nchi hii watasikia habari hizi, nao watatuzingira na kulifuta jina letu katika nchi. Nawe utafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu? Bwana akamwambia Yoshua, haya, inuka. Mbona umeanguka kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi, naam, wamelivunja agano langu
nililowaagiza, naam, wamenificha na kunitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visomo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena, msipokiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Mungu atusaidie. Amina. Kwa sababu muda huu sio rafiki. Somo najua siwezi kulimaliza leo, lakini ukifika nyumbani kasome, kwa kadiri Mungu atakavyonipa neema, nitaendelea kukufundisha, nitaendelea kukuhubiria. Hapa tumezisikia habari za kushindwa kwa wana wa Israeli katika mji wa Hai. Wana wa Israeli walipotoka utumwani, Mungu alikuwa amewaahidi kwamba kuna nchi ambayo wanaiendea iliyojaa maziwa na asali, nayo ni Kanaani. Kwa hiyo walipoanza safari, wakakutana na kikwazo kinachoitwa Yeriko. Biblia inasema Yoshua akamuuliza Mungu, akamkumbusha Mungu juu ya agano lake, kwamba Mungu aliahidi utakuwa pamoja na sisi. Mungu akamwambia hakuna shida, mimi niko pamoja na ninyi. Kwa wale wasomaji wazuri watakumbuka, ukisoma ile sura ya 6, Biblia inasema Yeriko ulikuwa umefungwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Hakuna aliyetoka wala hakuna aliyeingia. Lakini hawa wana wa Israeli, kwa sababu walikuwa vizuri na Mungu wao, Yoshua akamuuliza Mungu, Mungu akamwambia hakuna shida. Hiyo Yeriko pamoja na mfalme wake, pamoja na jeshi lake lote, nimewatia mkononi mwako. Haleluya, haleluya. Yoshua akafurahi, wana wa Israeli wakafurahi, na Mungu akatoa maelekezo. Unajua, akawaambia enda mkazunguke tu Yeriko, kila siku zunguka mara moja, mrudi mtulie, mpumzike, mrelaksi tu. Fanya hivi mara 6, na ile mara ya 7 mtazunguka mara 7, watu watapiga kelele, watu wataanza kushangilia, alafu Yeriko utaanguka wenyewe. Ndio wana wa Israeli wakasema, tulishasema kama tulivyokuwa pamoja na Musa ndivyo tutakavyokuwa pamoja na wewe. Tuliyemsikiliza Musa ndivyo tutakavyokusikiliza wewe. Shida haikuwepo. Wakaenda wakazunguka mara 6, kila kirudi mara ya kwanza, mara ya pili, wakatulia wakapumzika. Ile mara ya 7 wakazunguka mara 7, na wana wa Israeli waliposikiliza zile sauti wakaanza kupiga kelele. Biblia inasema hivi, kwa kelele ukuta wa Yeriko ulianguka. Sasa furaha yao ikawa ni kubwa, kwamba kwa sababu tumejihakikishia kwamba tunaye Mungu, hakuna wasiwasi. Kila tutakapokwenda tunajua Mungu tuko pamoja naye. Mwambie jirani yako, usiishi kwa upako wa jana. Mwambie tena. Unajua utakatifu wa jana umekusaidia jana.
unakosea. Utakatifu wa jana hauwezi ukakusaidia, kwa sababu Mungu ni mpya kila siku. Biblia inasema wana wa Israeli walikuwa wamepewa maelekezo kwamba pamoja na kwenda kuiangusha Yeriko, hakuna ruhusa yoyote ya kuchukua chochote ambacho kimewekwa wakfu kwa ajili ya Bwana. Yeriko ndiyo imeanguka, asante. Lakini ukikutana na kitu chochote kilichowekwa wakfu kwa ajili ya Mungu, usikibebe, kiache. Unajua Biblia inasema tabia mojawapo ya Mungu au sifa mojawapo ya Mungu, yeye ni mtakatifu. Kwa hiyo ukitaka kutembea vizuri na Mungu, ili Mungu awe baba yako na wewe mwanaye mpendwa, kubali kufanana na huyo Mungu ambaye ni baba yako. Mungu ni mtakatifu, na kwa sababu hiyo anatafuta watu ambao ni watakatifu, atembee pamoja nao, awarithishe zile baraka alizoziahidi kwa ajili yao. Sikiliza, mwambie jirani yako, usitembelee kivuli cha jana. Unajua ahadi za Mungu ni nyingi. Kitabu cha Yoshua ile sura ya kwanza mstari wa 5. Angalia Mungu anavyomwahidi Yoshua, anavyojinadi kwake, anavyomhakikishia kwamba hiyo maiki inaweza ikafanya kazi. Sasa kusoma Yoshua sura ya kwanza mstari wa 3. Yoshua sura ya kwanza mstari wa 5. Mstari wa 5, maneno ya Mungu. Wa 3. Mstari wa 3. Ndio. Kila mahali sitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Asante. Mungu anamwambia Yoshua baada ya kuchukua kijiti cha Musa, anamwambia kila mahali zitakapokanyaga nyayo, sio za miguu yako, hapana, anasema za nyayo za miguu yenu. Maana yake Mungu yupo tayari kumrithisha kila mtu ambaye atakubaliana na vigezo, na vigezo ni utakatifu. Vigezo ni kuishi neno la Mungu. Unajua Mungu ni mtakatifu na anawatafuta watakatifu, ili aitimize agano lake kwa ajili yao. Wakati huo alikuwa anamwambia Musa, anamwambia Yoshua na wana wa Israeli, lakini leo anasema na kanisa lake la Tanzania, anasema na kanisa lake la Nazareti, Kagera, anasema nyayo za miguu yetu zitakapokanyaga, Bwana ametupatia. Swali langu, umekanyaga mara ngapi maeneo yako? Umekanyaga mara ngapi? Je, umeziona ahadi za Mungu zikitimia juu ya maisha yako? Yamkini zikawa hazijatimia. Mungu hajawahi kusema uongo. Kila alichokiahidi yuko tayari kukitimiza.
kwa watu ambao wako tayari. Kitabu cha Hesabu sura ya 25 mstari wa 19, nisaidie kusoma. Mstari wa 19. 23:19. Ndio. Maneno ya Mungu yanasema, Mungu si mtu aseme uongo. Ndio. Wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata alitenda, iwapo amenena hata alifikiriza. Mungu sio mtu. Niko hapa kukudhibitishia kwamba Mungu sio mwanadamu. Unapoona mahali fulani mambo yako hayaendi vizuri, tatizo sio Mungu, tatizo ni wewe. Mwambie jirani yako, tatizo si tatizo. Rudia, mwambie tatizo si tatizo. Tatizo ni wewe. Mungu alipomwambia Yoshua, nyayo za miguu yako zitakapokanyaga nimewapa, ilikuwa nyepesi kabisa. Angalia Yeriko walivyoipata kwa wepesi kabisa, ambayo ilikuwa ni ngome kweli kweli. Tuliposoma maandiko, walipoona ushindi wameupata, wakatuma wapelelezi kwamba kwa sababu tunaendea mwingine ambayo inabidi nao tuupite ili tuweze kufika Kanaani. Wapelelezi walipoenda kuangalia mji wa Ai, wakacheka kweli. Wanarudi kwa Yoshua na mwambia, usihangaike kutafuta watu wengi, mji tayari. Kama tulishinda Yeriko, huu nao tunaushinda. Tafuta wanajeshi 2,000 ama 3,000 tu, wanatosha kuleta ushindi katika taifa la Israeli. Na Yoshua akayaamini maneno ya upelelezi, asijue kwamba wana wa Israeli wameshapishana na maagizo ya Mungu. Kuna mtu mmoja ambaye alijifanya mjanja, ameshabeba uasi. Mungu anamwambia, chochote mnachokikuta kimewekwa wakfu, usikiguse. Kuna habari ndio ambazo unasikia kama tutatukumbia. Kama kuna watu wanaweza wakavunja madhabahu mpaka naipa na mikate ya meza ya Bwana. Watu wanadiriki kuiba hata sadaka. Sasa hapa ni ngumu kwa hapa, kwa sababu hatukweki kwenye kipindi, tunaweka chini. Kuna wengine ambao wanafanya wanaweka sadaka, kumbe wamekuja kuchukua sadaka. Akiikaika mkono kabisa, anaweka kabisa kule, amevuta kabisa. Na unakuwa kwenye watu wengi, kila mtu unajua, tunapata sadaka kuna utakatifu wa kutoa sadaka. Kila mtu anakuta kwa utakatifu wake, hata mkono wa kushoto usijue. Kwa hiyo akiingiza hivi, sasa mashangaa ni idara ya kwaya, mambo hayaendi. Tukutane tuombe, maombi yanakuwa mazito. Ni idara ya wamama, jamani, tuombe kwa ajili ya idara yetu. Idara haiendi, haisogei. Tatizo liko wapi? Kumbe miongoni mwa hiyo idara kuna mmoja ambaye ana maisha mengine, ila akija ni Bwana asifiwe.
ni baraka zote za Shilo, ni utukufu, hata utukufu. Lakini kumbe ndani mwake hata hata utukufu, hata ile harufu ya utukufu haipo, kwa sababu ana maisha anayoyaishi anayoyajua yeye mwenyewe. Lakini nataka nikwambie hivi, Mungu alikwisha kuambia wana wa Israeli, kama anavyoliambia kanisa leo, kwamba nyayo za miguu yenu zitakapokanyaga. Tafsiri yake ni nini? Ni kwamba biashara yoyote utakayoianzisha, biashara hiyo nitaibariki, nitaikuza, itaongezeka, itastawi. Lakini wewe, hata kuku wenyewe akitotoa anatotoaga vipi? Lakini vinavyokuwa ni vipi? Uliwahi kujiuliza tatizo hili? Kama watu wameanzisha karanga mpaka wakawa na majumba, wewe umeanza na rafiki yako, lakini leo hii hata 50,000 hauna. Wakati mwingine inakuwa ni vigumu kumwambia hata na mtu aliyekupa mtaji, kwa sababu nasema itakuwaje? Nitaeleza nini? Jamani, mimi sijaelewa zile. Tatizo sio kulewa. Maisha unayoishi wewe hayana utukufu wa Mungu. Angalia, Yoshua anaondoka na watu 3,000. Ndani yake anajua anaenda kushinda ile hali kama aliyoshinda Yeriko. Nikajaribu kumlinganisha. Hebu tusome ile sura ya 6 mstari wa 27 kwanza. Nifundishe kidogo, sio nikakimbia kuacha. Yoshua sura ya 6 mstari wa 27. Na unajua kushinda Yeriko ulikuwa ni udhihirisho tu wa uaminifu wa Mungu, kwamba mimi Mungu niko pamoja na ninyi. Na ukiona kila kitu unakifanya kinaenda, usije ukajivuna ukasema ni wewe. Hapana, ni mkono wa Mungu unakuwa pamoja na wewe. Sio elimu, sio kuwa na mtaji, sio kwamba umesomea sana biashara. Hapana, kuna watu ambao ni maprofesa, wamesoma. Nilishangaa kuna mtu mmoja ana degree 9, lakini hata mshango wa laki moja hana uwezo wa kucheka. Lakini angalia wewe, hata kama diploma hauna, umechanga laki tano. Ni mkono wa Mungu uko juu yako. Umechanga hata hiyo 50 kwa uaminifu. Umelipa. Sasa ndio tumeshalipa. Ile sasa kuanzia kulipa. Ile tumeshalipa. Kwa sababu ya yule mmoja ambaye ni mwaminifu, ambaye ni wewe. Maana umeahidi na umeleta. Na mtu yeyote aliyemwaminifu, sasa tusome mstari wa 27. Yoshua sura ya 6. Basi Bwana alikuwa pamoja na Yoshua, sifa zake zikaenea katika nchi ile yote. Mungu alikuwa pamoja na nani? Yoshua. Na habari zake zikafanyaje? Zikaenea nchi ile yote. Zikaenea nchi ile yote. Ni maombi yangu katika siku ya leo kwamba Mungu awe pamoja na wewe, na habari zako zikaenee kwenye mtaa wote, kwenye wilaya wote, kwenye mkoa wote, kwenye taifa lote. Habari zako zikaenee kwa sababu ya uaminifu ulionao kwa Mungu. Sema amen.
Unajua hadi za Mungu ni za ajabu sana. Biblia inazungumza kwa namna ya ajabu sana kwamba Mungu ameahidi, akiahidi huwa anatimiza. Lakini ukiona ahadi za Mungu sio dhahiri kwako, kuna mahali panashika, lakini ujumbe ule upo kwa ajili ya kuondoa hiyo shida, ili Mungu awe mwaminifu kwako, ili habari zako zikaenee. Sasa inawezekana zikaenea habari sio za kuwa na Mungu, ila kwamba Mungu amekuacha. Hiyo ndio mbaya. Mwambie jirani yako, hiyo ni mbaya kabisa. Sasa naangalia wana wa Israeli nikawalinganisha na Samson. Wangapi tunajua habari za Samson? Wachache. Samsoni akiwa na upako, akiwa na mafuta ya Roho Mtakatifu. Tena sasa hiyo maandiko nafikiria soma kwa sababu sijayanota. Lakini hapo kwenye kitabu cha Waamuzi, wakati ana upako, Biblia inasema Wafilisti walimjia wakamfunga kwa kamba 7. Mwambie jirani yako, alifungwa kwa kamba 7. Alafu akijua kabisa kwamba huyu wamemweza, lakini kwa sababu alikuwa pamoja na Mungu, Mungu alikuwa upande wake, na ile nguvu ya Mungu ilikuwa dhahiri. Biblia inasema Samsoni, kabla hawajamfikia Wafilisti sasa kummaliza, alizikata zile kamba. Hilo andiko nisaidie. Mstari wa ngapi? Wasomaji wangu wote naenda likizo. Si ndio? Mstari wa ngapi? Samsoni akamwambia, nchi 7 ambazo hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Sikiliza mstari wa 8. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamletea kamba mbichi 7 zisizokauka, naye akamfunga nazo. Na yule mwanamke alikuwa na watu katika chumba cha ndani wakimwotea, ambao Delila amewaandaa watu wale wammalize Samsoni, kwa sababu alimjua ana nguvu, na akamwambia, labda mkinifunga kwa kamba ambazo ni mbichi, ambazo hazijakauka, zikiwa 7, hapo mtaniweza. Biblia inasema basi wakamwambia Samsoni, Wafilisti wanakujia. Amemaliza kufungwa kamba 7, alafu anamwambia hao Wafilisti ambao ni maadui wanakuja. Biblia inasema hivi. Naomba kila mtu angalia Biblia yake. Unajua neno la Mungu linabadilisha maisha kuliko maji na mafuta, kuliko sabuni na mifagio, sawa, kuliko chumvi. Yaani hili neno linabadilisha. Unajua shida, watu hawasomi Biblia. Yesu anasema wewe hapo na mimi, sisi ndio chumvi ya dunia. Sio ile wanaochimba Uvinza na Andeni kule. Bana. Biblia inasema hivi, ndipo akazikata zile kamba kama vile uzi wa pamba. Mshangilie Mungu kama huyu jamaa, kama vile
upanga ukatwayo ukiguswa na moto. Basi hiyo asili ya nguvu zake haikujulikana. Asili ya nguvu ya Samsoni haikujulikana. Amefungwa kwa kama 7, kwamba hapa tumemweza Samsoni, lakini kwa sababu alikuwa amekaa vizuri na Mungu wake, Mungu alikuwa upande wake, nguvu aliyekuwa naye ilikuwa haijulikani, ikamfanya habari zake zienee, habari zake zijulikane. Watu wakajua kwamba katika Israeli kuna mtu mmoja ambaye si wa kawaida. Kama uko vizuri na Mungu wako siku ya leo, na mimi ninatangaza ya kwamba kilichokufunga wacha kitakatike, kama zinazokutana na huyo moto, nasema zitakatike kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Kilichokufunga mwanamke kitakatike leo katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Kama uko vizuri na Mungu wako, angalia leo, mimi nasikia kukufundisha, sio kukuhubiria. Biblia inasema hivi, Samsoni akajivuna, akajua yeye ana Mungu, lakini akasahau kujinyenyekeza. Msikilize vizuri. Inawezekana watu leo hii wana historia. Mimi nilikuwa nafunga sana. Mimi unajua, sisi ndio tuliohubiri. Sisi ndio fulani. Usiishi maisha ya jana. Wakati wao wanasema ulihubiri, kuna watu wanasema ninahubiri. Amen. Sasa Mungu anatembea na wakati uliopita ama anatembea na wakati uliopo? Mungu ni wa wakati uliopo, sio wakati uliopita. Unajua mimi nilikuwa mwaminifu, nilikuwa nalipa vizuri na hata leo vizuri. Unajua ile kanisa sisi ndio tuliolijenga. Sasa ulilijenga, sasa tunakutaka na pale. Amen. Kwa sababu ni maarufu wa kujenga. Mwambie dereva katusaidie kujenga na pale. Kujenga na pale. Ila namshukuru Mungu. Mwambie jirani yako hatoroki mtu hapa. Yaani kuna kitu nilimwambia kiongozi kabisa kwenye ibada hii. Yaani najisikia furaha. Mungu yuko upande wetu. Amen. Yaani ukiona mtu ambaye ametoroka kwa sababu ya mchango, huyo alikuwa kwetu lakini hakuwa wa kwetu. Wa kwetu watabaki wa kwetu. Amen. Muulize wewe wa kwetu. Unajua Biblia inasema, wewe na maneno mazuri. Inasema kama angelikuwa wa kwetu angekaa kwetu. Kwa hiyo kama hayupo, mimi hanipi pressure. Tunasogea. Sema amina. Sema amina. Kitabu cha Waamuzi sura 16 angalia mstari wa 20. Sasa hiki kilichompata Samsoni ndicho kinachompata Yoshua katika mji wa Ai. Ambaye ni hatari kubwa ya kanisa. Usiishi kwa mimi niko na kesha kila Ijumaa, tunakutaka na Ijumaa hii ukeshe. Amen. Unajua mimi hata kama ya Ijumaa muuliza tu baba mchungaji. Ndugu, nataka nikwambie hivi. Sio basi kuuliza baba mchungaji, tunakutaka Jumanne upatikane. Amen. Tunakutaka asubuhi upatikane. Tunakutaka kila wakati uonekane. Hapa ndipo Mungu anapojidhihirisha kwako. Sio kuishi kwa historia. Nisema kusoma mstari wa 20. Mwangalia Samsoni sasa kinachokwenda kumkuta. Kisha akasema, Samsoni, Wafilisti wanakujia. Samsoni, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake. Akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine.
nyingine. Mwambie jirani yako, maisha ya siku nyingine hayafanyi kazi. Mwambie Mungu sio wa siku nyingine, ni wa leo. Wakati huu utakuja kumalizia baadaye. Samsoni alijua kabisa, aliwahi kukata kama 7 mbichi, akawafadhaisha Wafilisti. Aliwahi kwenda akawakamata mbweha 300, halafu akawafunga vienge vya moto kwenye mikia, akawaruhusu waende kwenye mashamba ya Wafilisti, wakaunguza mashamba yao yote. Fikiri yule mtu wa namna gani ambaye alikuwa na uwezo wa kukamata mbweha. Wakati wao wa kawaida tu wa kufuga na kuogopa. Sasa yeye anaenda huko kwenye mbuga huko, kamata mbweha, anawakusanya mpaka 500, alafu anawafunga vienge vya moto, anawatuma kwa maadui zake, nenda mkawafadhaishe. Lakini nataka nikwambie hivi, kama uko vizuri na Mungu wako, yale yasiyowezekana yanawezekana. Nasema yanawezekana. Yasiyowezekana kwa akili za kibinadamu, kwa Mungu yanawezekana. Mwambie jirani yako, kaa vizuri na Mungu wako. Kama umeamua kuokoka, okoka vizuri. Mwambie okoka vizuri. Usiokoke Jumapili, usiokoke Jumatano, usiokoke Jumanne, siku ya maombi ndio unaonekana mzuri. Wokovu ni kuanzia asubuhi mpaka asubuhi. Tumeambiwa na mwalimu asubuhi kwamba ni maisha ya kila siku, ni mwenendo wa maisha ya kila siku. Huo ndio utakatifu. Hata mtu akikuangalia, hata ikiwa ni usiku, hata ikiwa ni mchana, hata ukitembea, yaani ubaki hivyo hivyo. Umelala njaa, baki hivyo hivyo, umeokoka. Amen. 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 Kwa mama amina. Yaani leo mama, yaani hizo zawadi tunazopewaga hizo zawadi. Vocha. Ya 2,000, ya 5,000, ya 5,000. Si uniulize. Mtu amsali pamoja, hata kama mnasali pamoja, huyu ni nani? Ndiye mzee wa kanisa. Na kama ni mzee wa kanisa, kama ni mwanaume, tutaenda kwanza kumuuliza mke wake, ili anakupanga kavucha na wewe. Ukikuta mke wake ampangi vocha, anakupa wewe. Toroka. Sema Mungu nisaidie. Biblia inasema wakamwambia Wafilisti wanakuja Samsoni. Samsoni akaamka katika usingizi, akasema nitaenda kama siku zote. Upako wa jana ukusaidie leo. Mungu anahitaji uokoke leo. Kila siku tuokoke, kila siku tujitakase, kila siku tuwe na maamuzi mapya. Ukiona mabaya yakimbie, ukiona mazuri hayo yatuchumulie. Sema amina. Sema amina. Amina. Aliposema ikatokea. Soma mstari wa 20. Nyingine na kujinyosha. Atapanda kama siku nyingine na kujinyosha. Lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Hakujua kama Bwana amemwacha. Endelea. Wafilisti wakamkamata. Wakamng'oa macho. Wakateremka naye mpaka Gaza. Jamaa alisema nitakwenda kama siku zingine, maana wakija mimi nawalalua. Lakini mara hii, kwa sababu Bwana ameshaachana naye, kwa sababu ameshamwacha Mungu, ameshamkosea Mungu,
Mungu akaanzisha biashara, akasema pambana na hali yako. Usimwache Mungu kupambana na hali yako, hautaweza. Mwimbaji mmoja anasema vita sipigani mwenyewe, napiganiwa na nani? Na Bwana. Nichukie, lakini ujue kwamba hautapambana na mimi, hautapigana na mimi. Yuko Mungu anayepigania. Tamani kupiganiwa na Mungu. Kaa vizuri kwenye zamu yako, ukisimama vizuri na Mungu wako. Hata hao Wafilisti wanaoitwa maskini, wanaoitwa magonjwa, wanaoitwa madeni, wanaoitwa matatizo, hao nao watakuachilia. Mabaya yanaweza kuzuia. Amina. Kama tukikaa vizuri. Unajua Mungu anawaambia wana wa Israeli hivi. Ile Samueli wa kwanza nisaidie kusoma mstari sura ile ya 2 mstari ule wa 30. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 30. Sura ya 2 mstari wa 30. Ndio. Maneno ya Mungu yanasema. Ndio. Nasema ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Ndio. Lakini sasa Bwana anasema jambo hili na liwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu. Ndio. Na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Sema Mungu nisaidie. Sema Mungu nisaidie. Kilichotokea hicho. Wachache tu wanaweza kukuishia haya. Lakini Biblia inatuambia watu 36 wakatimiza watu 3,000. Wao wako 3,000. Lakini kwa sababu Mungu amewaacha. Hivyo unaweza ukaona ni jepesi unavyoamka asubuhi ukajikuta huko mzima. Nataka nikwambie ni Mungu anakupigania. Amina. Kuna watu ambao wakiamka wakilala hawaamki. Na kuna mtu anasema sina cha kumshukuru Mungu. Hajanielewa. Wanaonielewa kila wakiamka wanamwambia Mungu asante kwa wema na fadhili zako. Na ni wasifu kwa sababu tu mimi nimeamka. Ni wewe Mungu umeniamsha. Amina. Mungu atusaidie sana. Amina. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo angalizo letu tusiishi maisha ya jana. Tusiishi maisha ya kesho. Maisha ya jana hayakusaidii leo. Unajua kila kipindi na majira yake. Mungu wakati anamweka mwanadamu alimpa namna nzuri ya kumiliki. Mwanadamu wewe umeumbwa ukiwa ni mtawala. Na ndio maana mimi niliwaambia wanasiasa, mimi sina shida ya kutafuta. Waliniomba sana nikawe diwani. Nikamwambia sasa hata mngeniita kuwa mbunge siwezi. Kwa sababu nafasi ambayo Mungu amenipa ni kubwa. Kuitwa mwana wa Mungu si jambo dogo. Sema amina. Amina. Mwanzo sura ile ya 6. Akampa nafasi ya kuishi. Akamwona mwanadamu ni mzuri kama ambavyo wewe ulivyo. Mtu mmoja aliniambia hivi, hata kama unamfanya kazi, huyo mfanyakazi huyo ili mradi ni mwanadamu, ameumbwa kwa sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Mheshimu. Usimpe chakula makombo. Usilalie godoro yeye akalala chini. Sasa Mungu alipomuumba mwanadamu, amemuumba mwanadamu
kukusudia, na ni maombi yangu mbele za Mungu kwamba kabla haujafa angalau ufikie level fulani. Amen. Amina. Unatamani kuwa na maisha namna fulani ya kimungu, una njaa nayo. Kama ungekuwa na njaa nayo, mbona umetoka kwenye mchango wa watu wake? Muulize wewe vipi gani? Umechanga. Kwa sababu Biblia inasema Mungu anawainua watu. Tena hiyo hapa Samueli wa kwanza, sivyo? Kwenye hiyo sura ya pili. Mungu anasema yeye anawainua watu. Sura ya pili. Mstari wa 7 na wa 8. Biblia inasema Bwana ufukarisha mtu na utajirisha, ushusha chini tena uinua juu, umwinua mnyonge kutoka mavumbini, umpandisha mhitaji kutoka jaani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakatirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameweka ulimwengu juu yake. Kama Mungu anawainua watu kutoka chini, ni maombi yangu wakuinue na wewe, akuketishe na wewe pamoja na wafalme, ili mrithi pamoja kiti cha utukufu. Ila kama haujitambui, wewe unasema mimi ili mradi silali njaa, ili mradi nakula chakula hata kama hakina mboga, mimi Mungu nitakushukuru. Wewe sio mwenzetu. Kwa madhabahu hii sisi hatuna wimbo unaosema chukua vyote niachie Yesu. Sisi tunamtaka Mungu na nguvu zake, tunamtaka Mungu na vitu vyake vyote, lazima liwe sehemu yetu. Kwa nini? Mungu amesema atatikisa mataifa walete utajiri wao kwa ajili yetu sisi. Yawa ni maombi yako katika mwaka huu. Kama ukikaa vizuri na Bwana, uwe na maombi fulani ambayo unasema ninatikisa mbingu, ninatikisa mataifa, natikisa mbingu, natikisa mataifa, waniletee watoto wangu. Utasomana tu za serikali, utakomaa nao. Wewe komaa nao wa serikali, komaa. Lakini wale wenye imani, tunakwenda viwango vingi. Wanaomjua Mungu wao, Biblia inasema watafanya mambo makubwa. Amina. Kwa nini hatujafikiri kwamba kaka yangu wangu alikuwa na imani hata kama amekufa dunia ya kiroho? Alisema hivi, mdogo wangu, mimi maisha yangu kamilikiani, nikiona nimeshindwa kununua gari linalotembea, nitanunua gari bovu. Halafu niliweke kwenye uwanja wa nyumba, niliweke juu ya mawe, ili mjukuu wangu akija aseme babu alikuwa na gari. Muulize jirani yako, wewe ndoto zako ni zipi? Binti uko hapa, inua imani yako. Usianze kusema Mungu naona amechelewa, Mungu amechelewa kunipa mwanaume. Mimi atakaye kuja yeyote tu, mimi atanioa yeyote. Yeyote. Hata kichaa kija mmeenda. Malaka na wazazi wako watakuwa ni kichaa. Mabaya yanaweza kuzuiliwa. Magonjwa yanaweza kuzuiliwa. Amina. Umaskini